Watu wamekuwa wakizungumza, wamekuwa wakikosoa mara kadhaa usajili wa klabu ya soka ya Simba. Mfano usajili wa Mohamed Bajaber. Watu wengi wakisema Simba wanamsajili vipi mchezaji ambaye alikuwa na majeruhi? Rejelea kile ambacho amekifanya Polisi ya Kenya. Ni kweli alikuwa na majeruhi na hakucheza msimu mzima kama ambavyo tunapewa taarifa hizo, na tunaona. Mimi nafikiri mtu ambaye, kwa sababu kuna notion kadhaa ambazo nimezisikia. Kuna watu wengine wanasema kwa mujibu wa eneo analotoka, kwamba watu wanakotoka ni watu fulani ambao kidogo goigoi na nini, kwa hiyo inawezekana. Jambo ambalo kimsingi hata barani Ulaya pia wanaangalia. Kwa mfano Manchester United waliacha kumsajili, alikuwa ni Mats de Ligt, kwa sababu Mats de Ligt yule alienda Bayern Munich, toka Ajax alienda Juve akaenda Bayern Munich. Waliacha kumsajili, lakini inaelezwa kwamba waliacha kumsajili kwa kufuatilia historia baada ya kumuona baba yake, yani morfolojia, umbile la baba lake. Walivyomuona ile umbile lake akasema huyu bwana mdogo, baba yake ana mwili mkubwa, ni mnene, uzito wake hivi na hii, huyu bwana mdogo pia atakapokuja kuwa mkubwa atakuwa hivi, alafu itamsumbua kwa sababu hii weight ambayo anaweza kuja kuigain itamfanya awe anapata majeraha mara kwa mara. Kwa hiyo akaamua kuachana naye licha ya talent yake ambayo ameiona. Kwa hiyo sometimes kuna hizo sababu ambazo zinaweza zisihusiane moja kwa moja na football, lakini zikawa na athari kwenye football, watu wanaweza kazitazama, ambazo pia nasikia baadhi ya watu wanazungumza kwa mahala kutoka Mohamed Bajaber na nini. Of course wanaweza kuwa na hoja hiyo kwao, lakini ni hoja ambazo hazijathibitishwa kisayansi, unaweza kusema, si ndio? Yani tunazungumza inaweza siwe na uthabiti wa moja kwa moja kwamba anatoka kwa mabwanyenye. Yes, kwenye mazingira. Kwa hiyo inaweza hivyo, lakini ukija kwenye hoja ya majeraha moja kwa moja, mimi nitakwambia kitu kimoja. Yaani kumsajili mchezaji ambaye ana majeraha wala sio issue. Lakini pia Mohamed Bajaber, tukumbuke kwamba amecheza Polisi Kenya kipindi anachukua ubingwa, almost msimu mzima alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao ni tegemeo kwenye kikosi. Na akatoka akiwa mzima akaenda kwenye timu ya taifa, kwenye kambi ya, kumbuka Simba wamemsajili akiwa alikuja Simba akiwa anatokea kwenye kambi ya timu ya taifa. Akaamua kuacha kucheza. Alienda kwenye kambi ya timu ya taifa akiwa vizuri, lakini akaenda kupata majeraha kwenye kambi ya timu ya taifa wakati process za kumsajili zikiwa zinaendelea, si ndio? So utaacha kumsajili kwenye mazingira kama hayo, na mchezaji injury yake ilikuwa haionekani kama inaweza ikawa ni kubwa kwa kiasi hicho. Tumi ukiwahukumu Yanga kwa jicho hilo sidhani kama ni sawa. Ukiwahukumu Simba kwa mtazamo huo sidhani kama ni sawa. Lakini pia ni signings ngapi ambazo tumewahi kuziona wachezaji wakisajiliwa wakiwa na majeraha na wakaja kucheza? Arsenal wale kumsajili mchezaji alikuwa anaitwa Kim Kallstrom, alisajiliwa dirisha dogo akakaa injury. Yani for the most of time kwenye klabu ya soka Arsenal alikaa akiwa injury, na alikuja kuwasaidia kuwapatia kombe la FA wakiwa wamekaa muda mrefu nje, wakiwa wamekaa muda mrefu bila kupata taji lolote, si ndio? Huo ni mfano mzuri. Ilkay Gundogan alisajiliwa akiwa na majeraha tena ya muda mrefu kutoka Borussia Dortmund kwenda Manchester City, si ndio? Lakini baadaye alikuja kugeuka kuja kuwa mmoja kati ya wachezaji ambao ni tegemeo ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Manchester City. So to me, mchezaji kuumia ipo. Unaweza kumsajili leo mchezaji akiwa mzima Yasin, na akafika kwako kwenye training session ya kwanza akaumia. Sio, unaelewa? Nico Gonzalez, unakumbuka? Manchester City alisajiliwa akiwa fit, lakini mechi yake ya kwanza dakika sijui kama 15 20 za kwanza akaumia, akarudi akaya nje. Kwa hiyo mimi mtu akihukumu kwa mazingira hayo sidhani kama ni sawa. Nimekumbuka pia, nafikiri alikuwa ni Rio Ferdinand, nadhani kama sio Rio Ferdinand, aliwahi kuumia akiwa nyumbani kwake anatazama TV, alijistretch tu kwenda kuchukua remote abadilishe channel akaumia mgongo, sijui unaelewa? Yeah, of course. Sijui unaelewa? Yaani alijistretch kuchukua remote abadilishe channel kwenye TV akaumia mgongo. Kwa hiyo kuumia wakati mwingine ni jambo ambalo linaweza likatokea wakati wowote. Prince Phumelo Dube, historia yake ya majeraha ndani ya klabu ya soka ya Azam alikuwa anaumia, si ndio? Hata wakati Yanga wanaenda kumsajili kwenye nyakati ambazo pia Dube alikuwa anatoka kwenye majeraha, sio? Lakini leo toka amekuja tumeona hiyo injury prone ikiwa inaendelea. Hapana. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikachangia. So kwangu kumhukumu Mohamed Bajaber kwa historia kusema majeraha sidhani kama ni sawa. Mimi nitamuelewa mtu ambaye atawanyoshia kidole Simba akasema walimsajili Mohamed Bajaber lakini ubora wake ulikuwa haujitoshelezi. Sio, unaelewa? Akija na hoja ya kusema kwamba ubora wake ulikuwa haujitoshelezi, mimi kwangu utaiona ni hoja yenye mashiko kuliko akisema hoja ambayo ina mashiko ama haina. Kwangu itakuwa na kama sababu yake itakuwa ni hiyo. Kwangu itakuwa na mashiko, alafu nitamtaka anielekeze saa kwa nini ubora hautoshi. Lakini kama akisema kwamba ni swala la ubora, kumsajili ubora huu ulikuwa utoshi, sio sawa, mimi nitamuelewa. Lakini kusema majeraha, nadhani sijapata kusikia sehemu watu wakizungumzia ubora wa Mohamed Bajaber. Inakuwa ni mchezaji mzuri, mwenye ubora mzuri, lakini ana majeraha ya mara kwa mara. Hapa kwenye ubora hujawahi kusikia mtu kusikia. Na ni ngumu kumhukumu kwa kutokana na kile ambacho amekifanya na Polisi Kenya. Ile performance ambayo alionyesha na Polisi Kenya na kuonyesha anacheza kushoto,
anacheza kulia, ni dribbler mzuri, ni finisher pia mzuri. Of course hakupi guarantee ya kukupa magoli mengi sana, lakini akiwa kwenye yale maeneo anaweza kumalizia, yani anaweza kufunga, sio? Kwa hiyo ni ngumu kumhukumu kwa mazingira yao. The question mark ambayo ilikuwepo ni kwamba ametoka kwenye ligi ya Kenya. Je, kile alichokifanya kule ataweza kukitransform kukileta kwenye ligi ya Tanzania? Hiyo ndio ilikuwa question mark ambayo imebaki, ambayo pia tunashindwa kumhukumu kwa sababu hajapata time ya kutosha kucheza, na kwenye game chache ambazo amecheza ametuonyesha flashes, yani ametupa moments, sio, unaelewa? Yani hajatuonyesha kwamba kile kiwango kikubwa, lakini ametupa moments kwamba kwenye game huyu ni mtu ambaye anaweza kufanya hiki na anaweza kufanya hiki na kukupa faida kwenye timu yako.